Kauli ya mbunge wa zamani wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, Mrisho Gambo, imeweza kuvuta hisia za watu wengi na kuweza kupendwa na watu wengi kwa sababu ya kile alichoweza kukisema kwamba kuhubiri amani bila kutenda haki ni kujidanganya. Sasa ni kwa nini amesema hivyo? Mrisho Gambo amesisitiza kuwa maridhiano yanayohubiriwa nchini yanapaswa kuwa na ukweli, nia thabiti na dhamira ya kweli ya kuweza kurejesha taifa katika msingi wa upendo, mshikamano na amani. Gambo aliweza kuwabainisha hayo siku ya Jumapili mnamo Juni 21 mwaka 2026 wakati alipokuwa mgeni rasmi kwenye harambee ya kuweza kuchangia ujenzi wa makao makuu ya kanisa la Pentekoste la Revival Church jijini Arusha, akisema kwamba haki ikitendeka kwenye jamii, kazi ya kuridhiana itakuwa rahisi kwa sababu wahusika wataelewa lengo la kuweza kutaka kuridhiana kwao. Katika harambee hiyo, jumla ya shilingi milioni 116,206,000 zilipatikana, huku mwanasiasa huyo akichangia shilingi milioni 10 pamoja na shirika la hifadhi ya taifa likichangia shilingi milioni 10 katika kufanikisha ujenzi wa kanisa hilo. Nikinukuu hapa ambacho ameweza kukisema Mrisho Gambo, amesema kwamba mtu yoyote anayehubiri amani lazima aanze na haki. Mahali ambapo kuna haki hapatokuwa na manunguniko. Amani ni tunda la haki. Mwisho wa kunukuu kile ambacho ameweza kukisema Mrisho Gambo. Lakini yeye akaendelea kusema kwamba na akasisitiza kuwa ujenzi wa taifa ni jukumu la kila mwananchi, akionya kwamba taifa likiharibika hakuna mtu atakayenufaika, akisema kwamba taifa haliwezi kujengwa kwa ujanja bali kwa misingi ya ukweli, haki na uwajibikaji ili kuweza kudumisha amani na umoja nchini. Aidha, katika hatua nyingine, Mrisho Gambo amewaasa viongozi wa dini kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kuhubiri amani na mshikamano, huku wakisisitiza umuhimu wa haki katika nyanja zote za maisha na kuanzia katika taasisi za dini, jamii hata serikalini. Ni mwisho wa kunukuu kile ambacho aliweza kukisema Mrisho Gambo. Lakini tukiachana na Mrisho Gambo, kwa nini anasema masuala ya amani? Hapa ndipo tunapokuja kuona kile ambacho anasema kwamba haki ni bora kuliko amani. Sasa tukija kwa huyu ni Sheikh Mwaipopo, kwa siku ya jana tumeweza kuona amezua taharuki katika mitandao ya kijamii kwa kusema kwamba ana kikosi cha mbwa mwitu ambacho tutazuia maandamano ya tarehe 7, na jeshi la polisi mpaka sasa halijatoa tamko lolote kuhusiana na mtu huyu. Sasa siku ya jana bwana Sheikh Mwaipopo yeye alisema kwamba wale wote watakaoandamana mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 watatairiwa bila ganzi, na ameonyesha kikosi chake ambacho kilikuwa nyuma ya kamera, yani kipindi anatoa press conference yake hiyo, nyuma yake kulikuwa na vijana wengi ambao amesema kwamba hawa vijana ni mbwa mwitu ambao wakipewa amri ya kukamata wanakamata kweli, wakipewa amri ya kufanya chochote wanafanya. Sasa watu wengi wameendelea kuhoji ni kwa nini Sheikh Mwaipopo anatoa kauli kama hizo na hakuna tamko lolote kutoka kwa jeshi la polisi. Sasa twende tukajue ni kipi ambacho ameweza kukisema Sheikh Mwaipopo. Katibu wa Baraza la Habari la Waislamu nchini Tanzania, BAHAKITA, Sheikh Said Mwaipopo amewatahadharisha wale wote wanaoratibu na kuandaa maandamano ya Julai 7 mwaka 2026, akiyaita maandamano haramu na kuwataka wale wote watakaoandamana wasidhubutu kukanyaga Magomeni, Kinondoni, Sinza na Kariakoo,
kwani kipo kikosi kazi kilichojizatiti kuhakikisha wanadhibiti maandamano hayo. Sheikh Mwaipopo amebainisha hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, akiambatana na baadhi ya vijana waliokuwa wamezungumza na kutoa tahadhari ya maandamano hayo aliyoyaita kuwa ni haramu, yanayodaiwa na wanaojiita wanaharakati au yaliyoandaliwa na wanaojiita wanaharakati, akisema kwamba wao kama Watanzania na watu wanaojitambua hawayatambui na hawayaungi mkono maandamano hayo. Nikinukuu hiki ambacho ameweza kukisema Sheikh Mwaipopo, amesema kwamba tunasema maeneo haya ya Magomeni, Kinondoni, Sinza na Kariakoo, tunawaonya wasithubutu kukanyaga hiyo tarehe 7, kwani tuna watu hatari sana ambao wanaweza kutembea juu ya kamba kwa zaidi ya kilomita 1. Miongoni mwao ni hiki kikosi unachokiona hapa nyuma yangu. Warai, tumejipanga sana. Tunatahadharisha hayo maeneo msiguse. Tuna vijana wanaitwa mbwa mwitu, tukiwaambia kamata wanakamata, kula wanakula. Hawa vijana ni hatari, wanatisha na ni watoto wa mjini. Hakuishia hapo, akaendelea kusema kwamba kama kuna kijana wa Kitanzania anajihusisha na maandamano haya, sisi tunamsihi kabisa aache. Litakalo kukuta usije ukaraumu Mungu mwanadamu au ukamlaumu mwanasiasa. Maandamano haya kiuwazi kabisa, kama serikali itatumia nguvu, sisi tutatumia nguvu maradufu, na tumemwaga watu wa taarifa, yani informa, kila kijiwe cha kahawa, maskani zote, vituo vya bodaboda, katika baa, hoteli, guest house, kanisa na misikiti. Tuna vijana wazalendo Kwa hiyo sisi tukishakuwa na udhibitisho kuwa ulipanga njama hizo za maandamano, tutakuja na kukuchomoa chumbani au kwenye andaki. Hatutakuacha, amesema Sheikh Mwaipopo. Sasa watu bado wanajiuliza kwamba yeye Sheikh Mwaipopo anasema kama nani? Hicho kikosi kazi anachokiita kwamba ni mbwa mwitu kina mamlaka gani hapa nchini kuweza kufanya hayo yote? Sasa tuanze na huyu mtu wa kwanza, ameweza kutoa maoni yake akisema kwamba yeye kama nani anasema hayo, kwa mamlaka gani? Au siku hizi kila mtu ni msemaji? Lakini huyu mwingine akaja kusema kwamba hivi yule shehe aliyepigwa chuma akiwa nyumbani kwake alikuwa anaitwa nani? Sasa hapa huyu akaja kumjibu akamwambia kwamba Shehe Majini. Huyu akasema Shehe Majini. Kwa hiyo yule shehe aliyepigwa chuma mnamo tarehe 29 alikuwa anaitwa Shehe Majini akiwa nyumbani kwake. Lakini mtu mwingine hapa akaja kusema kwamba CCM Tanzania, namna hii ndivyo mlivyoanza janjawidi na makundi ya kigaidi taratibu. Lakini huyu mwingine akaja kusema kwamba huyu kama nani anazungumza? Katumwa na nani? Anafikiri hapo anawatisha waandamanaji? Heti ana kikosi hatari. Amekitoa wapi hicho kikosi hatari? Na kwa nini hajakamatwa mwenye kikosi hatari? Na nani yupo nyuma yake? Akawatagi hapa polisi Tanzania kwamba huyu mtu wenu kamateni mkahoji, bila hivyo tutajua yupo na nani. Huyo akawa amemaliza kutoa maoni yake. Lakini mwingine hapa ni David anasema kwamba tunamkumbusha rafiki yake alikula chuma akiwa ndani wala akuandamana. Lakini Ismail akasema kwamba huyu ni Mwaipopo ndiye aliyempiga risasi Shehe Majini wakati wa maandamano. Huyo ni Ismail anasema kwamba Shehe Mwaipopo ndiye aliyempiga risasi Shehe Majini wakati wa maandamano.
Lakini mwingine hapa ni Mahabuku. Mahabuku anasema kwamba muda ni mwalimu mzuri sana, kwa hiyo time will tell. Dennis anasema kwamba nafikiri polisi watachukua hatua, akaonyeshe hao mbwa mwitu anawafungia wapi. Anafuga mbwa tena wa mwituni, tena wako wapi? Huyo akawa amemaliza kuhoji hivyo. Maoni ya Watanzania ni mengi sana hapa, tukisema tukusomee yote tutakesha kwa kuweza kukusomea maoni ya Watanzania bila kuweza kukupa kile tunachohitaji kuweza kukupa na uweze kukipata kwa undani zaidi. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine, lakini usisahau kutuachia maoni yako kwenye comment section ya hapo chini. Utuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Shehe Mwaipopo, lakini usisahau kile ambacho ameweza kukisema Mrisho Gambo. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali.